siku za Nuhu, ndo ilivyo hata sasa. Wimbo huu ambao umepita unaoitwa Katika Viumbe Vyote ni wimbo ambao unapendwa na wasikilizaji wengi. Na katika utungaji wa wimbo huu tulifikiria sana juu ya uumbaji wa Mungu, jinsi alivyoumba ulimwengu na vyote vilivyoko kwenye ulimwengu, na tukakuta mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa ninakuletea waimbaji ambao wamekuimbia, wanavyoimba kimpangilio. Sauti ya kwanza, ile sauti unayosikia kali, ni hawa akina dada ndo wanayoimba. Na mume na kwaya zingine, maana kwaya zingine huenda mwanadamu huyo huyo anaweza naye hawezi kumwacha. Tukikumbuka ndugu yetu Ayubu, alimtegemea Mungu, na alipopatwa na matatizo Mungu hakuweza kumwacha. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu.
walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona. Mimi tu kuletea habari. Huyo alipokuwa kali ya kinena, akatokea na mwingine na kusema, Moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. huyo alipokuwa kali ya kinena, akatokea na mwingine na kusema. Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakaangukia ngamia wakaenda nao. Naam, wameoa wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona. Mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa kali ya kinena, akatokea na mwingine na kusema. Mwanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo wenye nguvu kutoka pande za jangwani ukaipiga hiyo nyumba pande zake nne. Nayo imewaangukia hao vijana, nao wamekufa. Na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Ndipo Ayubu kainuka, kalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka mara hiyo na kusujudia, akasema, Mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi, wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Nasi tunapojaribiwa na Mungu, tusifanye dhambi, wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Namshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Nilipokuwa nikielekea kwenda kuhubiri katika mahali fulani, nilipokuwa nikienda, kumbe nikafika mahali hapo usiku, nikapitiliza kijiji ambacho nilikuwa nikienda. Niliposonga mbele, nikawakuta simba 6, na baada ya kuwakuta nikawasogelea. Baada ya kuwasogelea, wakakaa njiani barabarani wawili, na baada ya kukaa na mimi nikawasogea. Baada ya kuwasogea, nikasimama kimya, na wao wakaniangalia wakawa kimya. Baada ya hapo nikawasitua, na wao wakaja huko niliko, na mimi nikawa mjasiri hapo nilipo. Baadaye nikageuka kurudi nyuma. Nilipogeuka kurudi nyuma, kumbe kijiji kile nilichokuwa nimekwenda nilikuwa nimepitiliza, lakini Bwana akanisaidia na kuniokoa na hao simba waliokuwa wakiniandama
au wakinijia, Bwana akaniepusha. Ndio maana nasema kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kamwe. Watu wengine wanapopata wito wa kwenda kuhubiri Injili wanakataa. Tukisoma katika Biblia tunamwona mtu mmoja jina lake Yona, alitumwa na Mungu kwenda kuhubiri mjini Ninawi, akakata kona. Alijifanya kwamba anamkimbia Mungu, lakini baadaye akakutana na nguvu za Mungu. Ikabidi akubali kwenda kuhubiri baada ya kuadhibiwa. Hivyo basi, leo ndugu yangu mpendwa, ukitumwa kwenda kuhubiri, kubali uende, umtii Mungu. Maana Mungu anawajali watu wake, hataki waangamie. Ndiyo maana anawatuma wahubiri sehemu mbalimbali ili walieneze neno lake, watu wake waokoke.